Haya, karibu. Leo tutaangazia kitu muhimu sana, mwongozo ambao umetumika kwa karne nyingi kujenga kitu cha thamani kuliko vyote, tabia imara. Hebu fikiria hii kama ramani yako binafsi, hasa kwa wewe kijana, ya kujenga msingi utakao kubeba maisha yako yote. Sawa, twende moja kwa moja kwenye kiini cha mada. Nimetumwa ili nitimize ukamilifu wa tabia njema. Hii inatuambia nini hasa? Kwamba hapa hatuzungumzii tu orodha ya sheria. La hasha, tunazungumzia dhumuni kuu la maisha. Yaani, misheni yote ilikuwa ni kujenga na kukamilisha tabia. Na chanzo chetu kinasisitiza hili zaidi. Fikiria jengo refu na imara. Tabia njema sio tu mapambo au rangi ya juu. Hapana, ndio ule msingi wenyewe. Ule msingi ambao bila huo jengo zima haliwezi kusimama imara. Basi, kama huo ndio msingi, unajengwaje? Sasa, tunajua kwa nini ni muhimu, lakini nini hasa kinaunda hiyo tabia njema? Sawa, hebu tuifungue ramani yake tuone. Na hapa sasa ndipo mambo yanapopendeza. Unaona, tabia njema sio kitu kimoja tu. Ni kama timu ya wachezaji mahiri. Kuna ukarimu, subra, uaminifu, upendo. Zote hizi zinafanya kazi pamoja ili kukufanya wewe kuwa toleo bora zaidi la wewe mwenyewe. Lakini katika hiyo timu yote ya sifa nzuri, kuna mbili ambazo ni kama manahodha. Chanzo chetu kinasema hizi sifa mbili ndizo ziko kileleni kabisa. Ndizo nguzo kuu zinazobeba kila kitu kingine. Kwa hiyo, kama unataka kuanza safari yako ya kujenga tabia, labda hata leo, unaanzia wapi? Hapa ndipo tunapopewa zile nguzo mbili muhimu, zile ambazo ni za lazima. Hebu tuzitazame hizi nguzo mbili kwa ukaribu. Fikiria ni kama sarafu yenye pande mbili, sawa? Upande mmoja ni ukweli. Hii ni jinsi unavyoishi na watu wengine hapa duniani. Ni leseni yako ya mawasiliano. Upande wa pili ni uaminifu. Huu sasa unaangalia juu. Unahusu uhusiano wako na Muumba wako na maadili yako ya ndani kabisa. Sasa, sikiliza uzito wa maneno haya. Hatari ya kusema uongo ilikuwa kubwa mno, yani isiyofikirika. Hii inatuonyesha kwamba kazi yake yote, ujumbe wake wote, ulisimama juu ya msingi mmoja tu, uaminifu ambao haukuweza na haukupaswa kuvunjika kamwe. Sawa, unaweza kusema hiyo ni historia. Lakini je, dai hili la ukweli mutlaki linaweza kustahimili uchunguzi wa kisasa? Hebu tuliweke chini ya darubini ya leo. Tuone. Na hili ndilo swali la msingi. Tunakuuliza wewe unayetazama sasa hivi. Fikiria maisha yote, miaka 63. Je, inawezekana mtu huyu aliwahi kusema uongo hata mara moja tu? Hebu tafakari kwa sekunde moja kabla hatujaendelea. Ili kupata jibu lisilo na upendeleo wowote, tuliamua kufanya kitu cha tofauti. Tuliuliza akili isiyo ya kibinadamu, akili mnemba, yani AI, swali hili. Tuliipa data zote za kihistoria na tukasema, tupe jibu. Na hili ndilo jibu tulilopata kutoka kwa AI baada ya kuchambua data zote. Inasema waziwazi, hapana, hakuwahi kusema uongo. Hata mashine ya kisasa inathibitisha rekodi hii ya kihistoria. Jibu liko wazi. Hebu fikiria uzito wa hili. Tunazungumzia zaidi ya miaka 1400. Katika kipindi chote hicho, hakuna mtu hata mmoja, awe rafiki yake wa karibu au adui yake mkubwa, aliyewahi kusimama na kusema, mimi nilimshuhudia akisema uongo hata mara moja tu. Hakuna. Sasa, swali muhimu zaidi si kuhusu historia. Swali ni kuhusu wewe, hapa na sasa. Mfano huo wote wenye nguvu unamaanisha nini kwako katika maisha yako ya kila siku? Na tunakuacha na wazo hili la mwisho. Fikiria kama jibu la swali letu lingekuwa ndio. Ingelikuwaje kama angesema uongo mara moja tu? Jengo zima la uaminifu lingebomoka papo hapo. Hii inatuonyesha nguvu ya ajabu iliyopo katika kuwa mkweli na mwaminifu kila wakati.